moto. Piga kwa moto. Piga kwa moto. Ponda kwa jina la Kristo. 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 Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu watakatifu wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nipo na mtumishi wa Mungu hapa kama ambavyo unaona Kanani. Hii ni nembo ya Kanani, yupo Kanani Bible Church na anamtumikia Mungu pale. Hii ni wanapewa viongozi. Hii hapa ni mwanasema ya watumishi. Lakini naona imeandikwa semina ya utumishi. Kwa hiyo yupo Kanani Bible Church kama ambavyo mlivyowahi kusikia, alitoa ushuhuda kwa maana ya alipewa kazi ya kushambulia wachungaji wawili, mchungaji Robert pia mchungaji Peter. Tuambie, umesema unaitwa nani? Benedicto. Benedicto, unatokea wapi? Tumetokea Mbagara. Mbagara. Ndio. Tatizo lako nini hasa kinachokusumbua na Yesu amekufanyia nini? Mimi nilikuwa mchawi. Ulikuwa? Mimi nilikuwa mchawi. Hapa nilikuja ukuwa wewe. Hebu njoo kwanza, sogea uniambie vizuri. Unakuwa unasumbua. Jamani, mnamuelewa kijana? Ulikuwa mchawi. Kwa miaka mingapi? 5. Mwake kuna muda shetani alikuwa anakuja kwenye kikao. Akasema kuna mchungaji atakayemuua huyo, nitampandisha vyeo vikubwa mno huku kuzimu. Akasema hao wachungaji ni wawili. Wa kwanza ni Bishop Robert hapa, wa pili ni Peter Karim. Yuko huko Chamanzi. Leo tumepata neema ya kuweza kufika hapa kanisani na kama ambavyo amezungumza mambo mengi zaidi ambayo waliyafanya hapa kuhakikisha wanaangusha huduma hii, lakini pia kushambulia watumishi wa Mungu wa mahali hapa, kuwashambulia wachungaji, kuhakikisha kwamba wanawaua, lakini hawakuweza kufanikiwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa maana Yesu Kristo ameadhihirisha haya yote ili kuweza kuthibitisha kwamba shetani haachi kupambana na anaweza akatumia watu wa namna tofauti ambavyo wewe usiwezi kuwazania. Kama ambavyo unamuona ni kijana mdogo, lakini unaambiwa kuzimu alikuwa ni mkubwa na anainamiwa na wazee wakubwa. Kwa hiyo alikuwa ni mkubwa sana kuzimu. Shukuru Mungu kwa neema ambayo ameiachilia kwake kuweza kuyafunua haya yote na siri hizi zote. Pepo sasa nimekaa kwenye utawala. Nimekiti, nikatuma wachawi na mapepo. Wakakaa. Nikasubiri ripoti, naona ripoti hairudi. Nasema kuna nini huko? Ripoti hairudi, hata yule mpeleka taarifa naye arudi. Anayesoma kama huko ni kubaya au sio kubaya. Nikasema kuna nini? Nikasema ngoja niende mwenyewe. Nilichokikuta ambayo alikuwa ametumwa hapa. Kuna wanakuaga kikosi. Katika hicho kikosi kuna yule ambaye anaangalia usalama mbele. Nasema kiangalia, anasema huko ni kubaya tusiende. Anasema hii njia tusipite. Mnaona watu wanaendesha ndege, mnasema mitambo. Na wao wana mitambo. Anasema hii njia tusipite, ni kubaya, pite huko. Kila huko tusipite, tupite huko. Wanafanya hivyo. Nilikuwa nikiwa kule kuna mtu ulimtuma, kuna kikosi ulikituma. Endelea hapo kwamba ilikuwaje mpaka mwenyewe ukaja. Kikosi sasa, yule ambaye anaangalia mbele kama kuna usalama akurudi. Na yule ambaye anakaa nyuma anawapeleka wenzake kama chamba akurudi hao wawili. Nikaja hapa nikasema kuna nini? Nilikuta malaika wamezunguka hili kanisa hili, wameshika upanga. Nikagona nikasema hai kazi, nikarudi nikakaa. Watu wamekufa. Mapepo hayafi lakini yamekufa. Hayafagi lakini yamekufa. Yaani wengi wenu nyinyi mnapokuwa huko kanisani ndio malaika wanapokuwepo. Kila mtu ana malaika wake. Sasa kama mtu amekuja kanisani ana nia mbaya, anakuwa ana malaika. Yule mtakatifu anakuwa na malaika wake amshuka, lakini akanyage chini anakuwa juu. Ana nyama, ana nini. Nikaja nikaangalia nilivyoikuta hicho kitu. Nikarudi kule. Shetani akatoa ofa akasema atakayemwangusha Peter atakuwa nikitoka mimi anafuata yeye. Yaani anakuwa mkubwa, yaani atakayekuangusha wewe atachukua dunia nzima, ataacha kiti tu cha kwake.
Sasa tulikuwa tunachangamkia hiyo fursa, dunia nzima tuichukue sisi, yaani watamiliki dunia nzima, afya achi kiti. Alivyokuwa anatuambia, tukawa tunapambana, tunashindana. Sasa tukawa tunapigwa kama kuku, tunapigwa tukome. Mimi kwa kabishi nishapenda vyo hivyo, nishapenda nataka tena kupanda tena kuwa kule. Nikija napigwa. Sasa ikawa ndo zangu, nikipigwa nikienda kule nako napigwa, kale kabibi alivyokufa wakasema aende motoni. Sasa yule naye alikuwa mkamilifu tu. Sasa malaika akashuka, aliposhuka wakasema kabla hajafa wakasema fanyeni juu chini asiende mbinguni. Yaani kitendo cha mimi kwa sinishazoea kuwahi, kama nataka kwenda mbinguni na kuwahi huko chini. Kitendo cha mimi kwa nilikuta washamchukua. Aisee, tulipigwa bakora. Nani bibi yangu? Kwa hiyo mlipewa mission kabisa ya kumzuia bibi asiende mbinguni. Asiende huyo, tukaambiwa asiende. Zuieni asiende. Fanyeni chochote ila asiende. Alivyoenda tunarudi sasa huku nyumbani huku. Tulikuta yani tulipigwa tu mateso. Tukaingizwa kwenye chumba cha mateso ambacho kuna funza huko. Funza ukifanya hivi, funza ni kama jiwe. Ukifanya hivi afi, yani unalia umefunga mdomo. Hautoi sauti. Ukiachama tu baba anaingia. Ukiachama sauti anaingia mdomoni. Yaani wamejaa hapa. Na ukubwa wanene. Ukilia wanaingia chapu, wanang'ata tu. Wanang'ata, wanakula. Chakula chao ndio hivyo. Ukitoka huko lazima unywe damu, umeze afu unatapika. Kama walikuwa mwilini ukiingiza kwenye damu, imeisha. Unatolewa unakuta maumivu yameisha hayo. Watu walikuwa wanaona kama hii ni fursa. Unachangamkia fursa. Kwamba atakayemuua huyu mchungaji maana yake anapata nafasi ya kuwa wa pili yani. Sasa tulikuwa tunaambiwa huyu yani huyu akifa huyu basi watu wote watarudi nyuma. Sababu na lengo ambalo kanisa lake mpinga Kristo linakaribia kumalizika. Wanapanga mikakati. Tunakaa kabisa na wachungaji kule. Kale kachupa kadogo kama maji kale. Wanakanunua bei. Sio nakuwa nakuzia 500,000. Wakipangiwa wanasema kesho leta 6,000,000 saa 6 kamili. Kwa hiyo maana yake mkakati ulikuwa kwamba akifa huyu Peter Karimu maana yake wengine watu watarudi nyuma. Wachungaji wanalalamika. Wachungaji kwa manabii wanasema anatuharibulia kazi yetu. Hasa watu wanamwamini yule. Kuna watu wenye nyota ambao wachungaji wamekusudia waende kule. Nikaambiwa nije nichukue rangi ya gari. Nipige picha rangi ya gari afu nipeleke kule. Nikaja hapa nataka kuchukua picha. Sasa upo unahubiri. Umekazana sasa unahubiri. Nikatoka nje kukojoa. Nichukue rangi ya gari. Nika mkono tu akanikuwa natumia. Naangalia kama mkono rangi ya gari yake hapa. Nilipigwa shoti. Mpaka nikatoka hapa nikaenda kule. Nilipiga yani huu mkono ulikuwa kama mkao kiona. Nikatoka mle nikaingizwa kwenye damu, maumivu. Yalivyoisha tu hivyo nikapelekwa kwenye chumba cha mauaji. Nikapewa adhabu kali. Lakini mimi nilikuwa kama andazi. Napigwa nikitoka pale nafarijiwa nasema huo ndo wanaume. Sasa wacheo wananifariji huo ndo wanaume usiache. Ndio nafasi sisi tunaipambania tuipate lakini umeipata. Ukarudi tena. Narudi tena. Wakinionyesha pesa ndo nachanganyikiwa kabisa. Narudi tena. Wananionyesha tena pesa narudi tena. Wanakuonyesha pesa za kukupa. Sawa, kuna kitu ambacho ulikizungumza hapa. Ulisema kwamba kuzimu ilikuwa imekusudia mlete pesa za ujenzi hapa ambazo walikutuma wewe ulete pesa za ujenzi ambazo ukafika pale mlangoni ukavaa umbo lilikuwa la mama. Ulivaa umbo la mama ili kuleta zile nileta pesa nyingi. Ilikuwa kama kiasi gani? Yaani kama nyingi sana hazihesabiki hizo pesa. Yaani kama nichukue dumu lile nilijaze pesa. Nibunda. Hata nikaleta nimelibeba. Nilivyoleta nafika pale siingi.
mbona singii? Sasa nikaona kama kitu kinahesabu kipindi hicho, yani sikujua kama ni bomu hilo, yuko lilinitokea sekunde. Nikaona kinahesabu, nikasema hiki kinini? Kikahesabu 5, 4. Sasa mimi mjinga nimesema tu nakiangalia 2. Kilipofika 1 nilikutana na kitu kimoja kitakatifu, sijui pesa zilienda wapi. Yaani nilipokuja kuzinduka kwa mbali nikaonesha hivi ishara, naomba msaada. Mapepo ya ndege yakaja. Ishara ya kuzimu. Ndege ikaja ikanibeba. Kwa maana mkifanya hizo ishara unaita kuzimu. Naita nguvu, naomba msaada. Ndege ikaja ikanibeba. Kanichukua, kanipeleka kule. Na kuna siku hivyo nilitoka. Nikasema naenda kuleta kichwa. Na sasa naenda kuleta kichwa. Nimechomoa panga nafuata kichwa cha Pita. Nikaja. Nikaingia hadi ndani mwako mle. Pako vizuri tu. Nikakuta umekaa pale wanapolia. Kuna simu. Sasa nikasema nakata. Una malaika wamekulinda. Malaika yani kama unavyoona rais wanakulinda. Sasa nikapita pa kwanza nikashangaa ananipisha. Wanakupisha? Nikashtuka. Papi wakanipisha. Nikacheza machale. Wakanipisha nikafika kwako, nikachomoa panga. Nikakata kichwa hivi panga likakatika. Nikasema hii mbona kali. Nikikata sikukati, yani kama chuma hivi, chukue jiwe afu aanze kugonga chuma. Nikikata sikukati. Nikakimbia. Nikawavuka. Wale malaika wa mwisho walianza walinipiga huku napiga huku, yani napiga kama mpira. Kumbe nikasema walikuwa wananiweka katikati niingie vizuri, alafu aanze kunipiga. Walinipiga nilipotoka pale, nikapeleka ripoti, nikasema kwa nini nao usiende? Nikamwambia shetani, kwa nini nao usiende? Wanatuma sisi. Akasema mimi nikitoka pale naihurumia sana huyo mchungaji. Sasa mimi nikawa mjanja. Wewe mbona unatutuma sisi tu afu wewe uende? Lucifer anakuambia yeye ananihurumia mimi. Nikasema yaani mje nyie. Nikasema mimi namhurumia tu huyo, nikienda namhurumia sana. Sasa nikasema kama namhurumia kwa nini unatutuma? Kuna lugha tukiwa huko tunaziongea tuongee Kiswahili. Akasema mimi namhurumia tu yule. Nikienda kule namuua wote na familia yake yote. Namuua. Sasa nikakaa nikafikiria. Kumbuka tupo kwenye mashindano hayo ya kukua, tunagombania fursa. Akasema sana vitoto bwana. Vitoto hivi vidoli na kanani yako. Tukaja kwa Glory. Wakasema muue Glory. Nataka kumuua Glory ikashindikana. Haya wamuue sasa Dani. Nataka kumuua Dani ikashindikana. Yaani wanagombania. Walivyoshindwa kwako wakaenda kwa mke wako. Mke wako vita ikahamia kwa yule. Sasa ameenda kwa yule naye anakuta naye ni moto. Huko moto. Akikuangalia hivi macho yake hivi yanawaka mno, macho yanakupiga yanakupusha. Sasa mimi nilikuwa natumia nguvu mara nyingi nilikuwa natumia macho. Na yeye nikimkuta kwa naye anatumia macho. Macho nikikuangalia hivi naweza nikakubeba, nikakushusha, nikakupeleka kwa macho. Na nikamkuta alivyoniangalia kwa macho yake nikaogopa. Sikurudi tena kwake. Bado tukawa tunashindania kwako. Hasa mwisho wa siku shetani mwenyewe ndo akawa anakutumia sasa yale mapepo yale mapepo ambayo yanakula hadi wachawi. Yakawa yanakuja. Ile pepo ni likubwa, sasa likikuona linakuangalia hivi. Likubwa sana. Sasa wanashangaa mbona yeye hatumpigi, hatumuui. Kama magari yani kila kitu anaweza. Afu wewe asikweli. Kama umeshindwa katika njia hizo zote. Leo ulipofika ndo ukashangaa sasa. Na kuna matafali walikuwa wameyaweka pale. Kwa nataka niwawekee chapa za Freemason nyingi, yani atiki. Nike. Sasa nikienda kwenye tafali, nikienda kuchora hivi tiki ile shindo. Kila tafali nikienda nikichora na shindo, yani wamezungushia ulinzi. Wakasema hili kanisa hili, unaona pale mlipokomea kwenye nyundo pale. Sasa mkomea lianguke hapa mmepita hivi. Sasa ndo nafika nasema mmepita ujenzi. Sasa leo umeshangaa, umeezeka, umeshangaa ndani kuna utukufu wa Mungu kweli. Ndio kipindi kile mvua inanyesha hapa Waisaya wanaomba. Wanapiga mbaya yao yupo ndani anaangalia tu. Wanapiga.
Sasa wakawa wanaomba kina Isaya, wanaombea mvua. Wanaombea mvua. Sasa mimi naye nikawa nafunga naomba. Kumbe naomba napiga mdomo afu nacheka. Napiga mdomo afu nacheka. Nikitaka kupotea kuna ishara naiweka na kutoweka. Sio hivyo tu. Na nilikuwa naweka hivi. Naweka hivi. Naondoka. Napotea. Napotea. Yesu ni mwema, Yesu ni mzuri. Mpaka mmefika huko. Kwa wenzenu kwa analia. Kuzimu analia. Unajua na huko anafunga. Unajua na huko anafunga wanafungia nyinyi. Kuzimu. Anafunga. Alafu wao wakifungulia wanafungulia na damu. Anafungulia na damu. Mateso anakunywa damu. Yaani kwa na roho mbaya, mbona nena Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema, Yesu ni Bwana. Nacheka pale kama moyo kazuri. Nina roho mbaya nikitoka hapo na vitafuna vitoto vya watu. Nikija kanisani na msalimia Isaya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Isaya naye maskini. Naye anakubali tu aje anijue. Naye anaitikia tu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nikitoka hapo na vitafuna vitoto vya watu. Na roho mbaya. Yaani kitendo cha kunywa damu nakuwa na roho mbaya. Samahani niulize kitu. Kuna hela fulani ulianza kunipa nikihifadhia zile hela zilikuwa halisi au zilikuwa? Isaya ndikuja nikamdanganya. Nikasema Isaya ndimdanganya Isaya nishikie pesa zangu hizi huwa nanitunzia. Isaya naye kama vile akasita afa akachukua pesa. Nikasema asante. Akachukua pale alipochukua tu nikatoweka mazima. Sikurudi tena kanisani. Zilikuwa ni hela, zilikuwa ni nini? Zilikuwa sio hela zile. Akizitumia tu tayari. Huyo ndo basi tena. Sasa nilipompa tu nikapotea mazima. Nikasema huyo atazitumia huyo. Nikaenda. Sasa naye akawa mjanja. Akawa anazitunza. Akazitunza. Mwisho wa siku nashangaa mjomba anasema kuna hela yako hapa Isaya ameniletea. Hapa. Unaona ndio toka iliponipa hizo hela tu. Haikuonekana tena. Kwa hiyo ilikuwa sio fedha zile. Kilikuwa ni nini? Zile pesa zilikuwa ni pesa lakini zimetoka kule Kuzimu. Zimetoka kule kuzimu. Akizitumia tu basi anarudisha nyuma anakuwa ni wakule. Sasa ametumia bidhaa zao amekula, ametumia pesa zao. Ile pesa zimemwaga damu. Ndio hizi pesa ambazo watu wanatoa sadaka kwa manabii. Ndio. Sasa akitoa sadaka kule wote wanajua ametoa sadaka, wanabarikiwa. Yule nabii anachukua zile pesa anazipeleka kuzimu. Kuzimu zile pesa wanazitunza, wanazihifadhi. Atakuja mtu anataka kafara atampa. Wewe umetoa sadaka unaomba Mungu akusaidie. Hapa anakuja mwenzako anatoa kafara. Anachukua pesa. Alafu anasema tumekupa pesa ikutengenezee nini? Tumekupa nyoka ikutengenezee kafara. Kumbe anakuja usiku anaziweka. Anaondoka. Sasa ilikuwa ni mbinu hiyo ya kumwangusha Isaya. Unaona Isaya mbinu kwamba pesa kumbe adui amekusudia. Lakini kwa eneo hilo nakumbuka yeye alikuwa na tabia tatu kuondoka nyumbani. Anaomba yani kama nauli. Kama 500 hivyo. Sasa sijajua kama kimkakati au ulikuwa umeishiwa kabisa hela. Pesa ni sana. Ile pesa siku moja nilikuja nikamwomba kwa mchungaji. Kama nisaidie pesa na ukazoa 100 nyingi na 200 anipa. Sasa nilipofika nje nikasema hapa tayari hapa. Kazi imeisha, dunia ni hapa, kila kitu ni changu. Nikaenda nikasema hizi pesa naenda kuzinyunyizia madawa. Naenda kuziombea. Mchungaji Vita atafilisika kuanzia hapo watu watahama kanisani. Kuanzia hapo atakata tamaa ya kusonga mbele, atarudi nyuma. Hawezi tena kumtumikia Mungu. Nikapeleka zile pesa. Nikazitunza vizuri tu, nikaziweka pale chumbani kwangu. Sijui nilikuwa natafuta nini. Nilikuwa na ilizi. Nilikuwa naweka zile pesa. Nilikuwa nichukue niweke ndani ya ilizi. Sasa nimechukua. Nikaenda nikapotea. Nikaenda nikafuata hilo ilizi. Nikalichukua nikaja nalo. Naangalia pesa. Tafuta pesa. Na kuna pesa hapa zilikuwepo, ziko wapi? Kumbe ulikuwa na pesa Ziko wapi hatujui. Nyumba nzima hawajui pesa iko wapi.
Nikashangaa sana. Mpaka nikatoa nguo, nikaamua kufua nguo zote nione. Sikuiona. Nilikuwa nikiomba hapa pesa zinapotea. Mwisho wa siku nikasema nikatunza ile ilizi. Ile ilizi nilitunza na kibuyu na nguo nyekundu na nyeusi. Nikaitunza. Nilipoitunza siku zimepita hapa. Haijapita ni huu mwaka naisi. Nilipokuta nilikuwa naenda sokoni. Nikakuta kile kibuyu changu sindikikosa. Nikakuta kimevunjika hapo barabarani. Kuna mtu amekivunja pale barabarani. Nikakuta na ilizi yangu pale katikati. Nikasema, nani amefanya hivi? Kibuyu kimevunjika, kimesambaratika. Ilizi nikaikuta pale katikati, nikaichukua. Baada ya kuchukua nikakuta haifanyi kazi. Nikaifungua. Kitendo cha kuifungua tu ndo nikaenda kule Kanani. Nikaifungua, kulikuwa kuna embe mbili. Nimeziweka hizo embe, nagombanisha mke na mume. Wanakuwa wanagombana, mwisho wa siku wanauana. Kutumia hizo embe mbili. Ambazo zilikuwa kwenye hiyo ilizi. Na siku hapa niligeuzaga kuwa Isaya. Isaya si ndo anapata chakula. Niligeuza kuwa Isaya. Na ule urefu na anapotembea Isaya anawahi. Nikaleta hapa makontena. Nikawa na njia naleta makontena ya chakula. Kutoka sio hayatoki huko. Nikawa nakuja na makontena ya chakula sasa. Niwalisha hapa. Nikiwalisha hapa wote naweza. Nikawa nakuja sasa watu wameacha. Watu wana msongo na makontena. Natoka hapa na makontena yangu. Nimekuja. Kitendo cha kuingia hivi kanisani. Nilipigwa na nguvu, yani kitu kilinipiga kitu kizito. Nikajikuta nipo kule. Umerudisha tena kuzimu? Nikasema makontena yako wapi? Angalia makontena siyaona. Nije sasa niwahi tena nimwahi Isaya. Nakuta Isaya sasa kisha makontena anafungua pale watu wameshaanza kula. Kama mnavyoona hapa ilikuwa ni mpango wa ile chakula kutoka wapi? Kuzimu. Kwa hiyo maana hata chakula hiki kinacholetwa hapa, maana kuzimu wanapata shida. Unaona walipambana ili wavae umbo la Isaya, akaenda kuchukua makontena kuzimu ya vyakula, maana kama uchafu, madamu, manini, sawa alete wapi? Hapa watu wale. Kwa hiyo anapambana kuleta hapa. Tayari nguvu ya Mungu ikainuka, ikamsambaratisha. Akajikuta tena amerudishwa wapi? Kuzimu. Anapambana tena kuja na mkuta Isaya ameshafanya nini? Kashaleta makontena watu wanakula chakula. Huu ndio ulinzi wa Mungu. Unajua Mungu namna anavyolinda watu wake, watu huwa wajui. Yaani watu wanajiona tu salama, wanakuwa salama, maisha yanaenda. Lakini katika ulimwengu wa roho kuna vita nzito inayoendelea kwenye kila unachokifanya. Shetani huwa yani hakubali kushindwa. Kwenye kila eneo huwa anatafuta namna fulani ya kushambulia. Kwa hiyo unaona hiyo siri sasa iliyotolewa kupitia nini? Ndio maana mimi nilipiga marufuku chakula, marufuku kufuata mtu mwingine yeyote kama sio shemasi. Kwa hiyo hata chakula hiki mnachokula hiki, ulinzi wa Mungu ni mkubwa kweli, sio mdogo. Kwa nini nguvu kubwa mmeelekeza kwenye kanisa sio msikiti? Sasa msikiti mara nyingi mashehe wako filmaso. Mashehe anatumia majini. Sababu ukiangalia shuhuda nyingi, kila anayetoka kule nguvu kubwa anapambana na kanisa. Sijawahi kusikia anapambana na msikiti. Kwa hiyo msikiti hauna nguvu ya kuwazuia kufanya kazi yao. Ni kanisa tu ndio lina nguvu ya kuzuia kazi yao isifanye. Msikiti mashehe wanatumia majini. Kuna msikiti lazima majini yawepo. Huo moyo wa kuzimu uliompandisha kuweka wapi? Nakipunja chuo cha tano kuweka wapi? Nakipunja kwa damu ya Yesu. Chuo cha sita kuweka wapi? Nakipunja kwa damu ya Yesu. Chuo cha sita kuweka wapi? Nakipunja. Karibu sana kanisa takatifu la Yesu Kristo. Hapa unapopata nafasi karibu, kwa maana tuko hapa kwa ajili ya kumtumikia Yesu. Sawa?
Neema ya Yesu Kristo iwe pamoja na wewe. Amen. Karibu sana.